Unajua vipimo sahihi vya vyumba kwenye nyumba ya kawaida? Hii nyumba ya kawaida ninayoelezea, nazungumzia hii nyumba ya kawaida ya kuishi. Nyumba ya kawaida ya kuishi tunazoishi, iwe ni nyumba ya wapangaji au ni nyumba ya kuishi tu familia mwenyewe mwenye nyumba. Sielezei gesti, sielezei mahoteli, sielezei mabaa, hata madangulo pia sielezei. Ninachoelezea ni nyumba ya kuishi ya maisha yetu ya kila siku. Je, unavijua hivyo? Basi ukiwa YouTube usisahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele itakapojitokeza. Pia unakusaidia wewe uweze kupata notification kila ninapoposti video zangu zinazoelimisha kuhusu ujenzi wa nyumba. Tunaendelea. Watu wengi wanachora ramani bila kujua vipimo sahihi vya vyumba. Matokeo yake ni haya: vyumba vinakuwa vidogo kupita kiasi, samani hazitoshei kwenye vile vyumba, nyumba inakuwa na msongamano usio na ulazima kwa sababu vyumba ni vidogo sana. Basi leo tujifunze vipimo vinavyoshauriwa kitaalamu kwa kila chumba. Yaani nachambua kila kinachokuwepo ndani ya nyumba. Sebule, hii wengi wamezoea kuita living room, inatakiwa iwe na ukubwa gani? Sebule ndiyo sura ya nyumba. Vipimo vinavyoshauriwa: ukubwa kiwe na futi 22 kwa futi 28. Hapa ngoja nifafanue kidogo. Vipimo vyote nitakavyozungumzia humu nitazungumzia kwa futi. Mara baada ya kumaliza kuzungumzia kwa futi, nitatengeneza video nyingine nikizungumzia kwa mita. Kwa hapa nazungumzia futi. Kwa hiyo sebule ndio sura ya nyumba. Vipimo vinavyoshauriwa: sebule ikiwa kubwa lazima iwe na futi 22 kwa futi 28. Hiyo ni sebule kubwa. Sebule ya wastani, hii tunamaanisha, wengi wamezoea kusema sebule za kati, iwe na futi 16 kwa futi 20. Pia sebule ndogo, kama ile sebule yako nataka iwe ndogo, inatakiwa iwe na futi 11 kwa futi 16. Hii huruhusu sofa, TV na nafasi ya kupita bila banana. Chumba cha kulala, bedroom, hiki chumba cha kawaida, kinatakiwa kiwe na ukubwa gani? Watu wengi hukosea hapa na kufanya vyumba vibane. Vipimo sahihi ni hivi hapa. Kama hicho chumba kinakuwa kikubwa, basi kiwe kina futi 11 kwa futi 16. Chumba cha kawaida au chumba cha kati kiwe kina futi 11 kwa futi 11. Chumba kidogo kiwe na futi 10 kwa futi 10. Kitanda, kabati na njia ya kupita lazima vipate nafasi. Lazima vipate nafasi. Hicho nilikuwa nazungumzia chumba cha kawaida. Hasa nazungumzia chumba kikuu maarufu kwa jina la master bedroom. Inatakiwa iwe na ukubwa kiasi gani? Hiki si chumba cha kawaida. Vipimo vinavyoshauriwa: chumba kikuu kikiwa ni kikubwa kiwe na futi 16 kwa futi 22. Chumba cha kawaida au unaweza kusema master ya kawaida iwe na futi 16 kwa futi 20. Na master kama ni ndogo iwe na futi 11 kwa futi 16. Inaruhusu kitanda kikubwa, makabati na nafasi ya kutembea kwa uhuru. Tunakuja sehemu nyingine, bath au unaweza kuita bathroom. Inahitaji nafasi kiasi gani? Vipimo sahihi: kama hiyo bath itakuwa ni kubwa, basi inatakiwa na futi 6 kwa futi 6. Kama itakuwa ni ya kati au ni ile ya kawaida, itakuwa na futi 5 kwa futi 5. Na kama inakuwa ni ndogo, hii ndio ambayo inatumika mara nyingi sana, inatakiwa kuwa na futi 4 kwa futi 4. Inatosha kuweka choo
sinki na eneo la jiko au unaweza kuita kitchen liwe na ukubwa gani ili liwe la kisasa? Vipimo vinavyoshauriwa: jiko likiwa kubwa liwe na futi 16 kwa futi 20. Jiko likiwa la wastani au la kati liwe na futi 10 kwa futi 16. Na jiko likiwa dogo liwe na futi 6 kwa futi 10. Inaruhusu makabati, jiko, friji na sehemu ya kazi, na maana zile pilika zote tunazozitumia wakati wa kupika. Dining room, ile sehemu ya katika chumba kwa ajili ya chakula, inatakiwa iwe na nafasi kiasi gani? Vipimo sahihi: ukubwa, ikiwa kubwa inatakiwa na futi 16 kwa futi 16. Ikiwa ya wastani au ya kati inatakiwa na futi 11 kwa futi 16. Ikiwa ndogo inatakiwa na futi 8 kwa futi 10. Meza ya chakula, viti na njia ya kupita lazima vipate nafasi. Sio mnaanza mtu akitaka kupita pale inabidi mwingine asimame wapishane, hiyo haitakiwi. Store, hivi na viunganisha vyote kwa pamoja hapa. Kuna store, study room na lobby zinahitaji ukubwa gani? Chumba wastani wa vipimo. Store inatakiwa na futi 8 kwa futi 10. Study room inatakiwa na futi 8 kwa futi 10. Lobby inatakiwa iwe na futi 8 kwa futi 10. Kuna laundry kile chumba cha kufulia nguo, inatakiwa na futi 6 kwa futi 8. Hivi ni vyumba vidogo lakini muhimu sana kwenye mpangilio wa nyumba. Kwa nini ni muhimu kufuata vipimo hivi? Kwa sababu nyumba inakuwa na mpangilio mzuri, samani zinatosha bila msongamano, uingizaji hewa na unakuwa mzuri, muonekano wa ndani wa nyumba unakuwa wa kitaalamu. Wasiliana na Mjenzi wa Nyumba TZ kwa ramani zenye vipimo sahihi kwa namba 0712937090. Hiyo ni simu ya kawaida. Pia ukitaka kwa namba ya WhatsApp ni 0765937090. Pia kazi ambazo tunazozifanya kwa ujumla, tunachora ramani za nyumba za aina zote, yani ziwe nyumba za kawaida hizi au ziwe nyumba za gorofa, hata za biashara pia. Tunajenga nyumba za aina zote, iwe ni nyumba za kawaida za chini au za gorofa. Tunapaua mapaa ya aina yote, yani hawa mapaa ya kawaida pale bati inaonekana au yawe mapaa ya contemporary tunapaua. Pia bila kusahau tunapiga plaster iwe ndani na nje ya nyumba. Tunafunga blundering na kufunga gypsum board na urembo wote utakao kuwa na uhitaji. Tuna skim na kupaka rangi ndani na nje ya nyumba. Tunajenga tiles au wengine wanaita marumaru kwenye ukuta na sakafuni na hata uwanjani pia. Mawasiliano ni haya niweza kukutajia na haya anayoendelea kuyaona hapa chini. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi, na kuomba usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare account hii ya Mjenzi wa Nyumba TZ ili na wengine waweze kujifunza elimu hii zaidi na zaidi. Shukrani.